Kweli neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Tupata kitu. Neema ya Mungu. Dalili zalili. Halo, upo wapi? Naomba tuonane, maana ile swala nishaongea na kaka yangu, ila nataka niongee na wewe. Kuna mazungumzo nataka tuongee, kwao nataka tuonane. Sawa. Dada Rachel sijui yuko wapi, na mama naye sijui yuko wapi. Mama, mbona kama ananichanganya sana hivi? Mpaka leo dada yako Rachel hajaonekana kule nyumbani? Ni kweli mama, dada Rachel mpaka leo hajarudi nyumbani, na hata nikimpigia simu yake pia haipatikani mpaka leo. Hata mimi nikimpigia simu Rachel hapatikani, na hata nikutuma message haijibiwi. Sijui itakuwa mwanangu yupo wapi. Lakini mama, mimi nina wazo. Unajua kupotea kwa mtu mzima kama dada Rachel sio kitu cha kawaida kabisa. Yaani kitu cha ajabu. Ni mtu mzima yule, anapoteaje? Sasa mimi nilikuwa naona kama tukatoe taarifa kituo cha polisi, huenda wakatusaidia na wakatugea msaada zaidi. Maana ni masiku, yaani ni kama wiki zimepita, masiku kibao, dada Rachel hayupo na hatuna taarifa naye yoyote ile. Ni kitu cha kushangaza sana mama yangu. Bora tufanye hivyo. Ni kweli mwanangu, hata mimi niona ni wazo zuri la kwenda kutoa taarifa kituo cha polisi ili tupate msaada zaidi. Ila kuna siku moja nimeota mwanangu akiwa ananiita Rachel, mama, naomba msaada mama, mama nisaidie mama, mama ninakufa mama. Kwa kweli niliumia sana kila nikifikiria ile kauli. Sasa nilikuja nikashtuka hivi, nikaona mwanangu yupo kwenye mateso. Yaani mpaka saa hivi najiuliza na sijapata jibu, ile ndoto ina maana gani? Mama, mbona hata mimi niliota ndoto kama hiyo hiyo? Maua shogangu, upo serious kweli na hili jambo? Ndo kwanza nakuona hujajiandaa, hujafanya chochote. Na tumeambiana leo tunakutana. Hapa nimeachana na Snatch hapo kati kamfuata Amina. Ili tukakutane kule kwa Mwita tukanywe vitu vyetu. Na tunajua tuna shughuli ya kufanya. Lakini wewe ndo kwanza mpaka saizi huna chochote ulichofanya shogangu. Hivi kweli unaenda au vipi? Yaani shogangu, mimi na mimi tu nimesamea, lakini kwa leo na dharura kidogo, kuna sehemu naenda. Nyewe tangulieni, mimi nitawakuta huko. Maua, ni sehemu gani tena hiyo muhimu unaenda shogangu saizi? Na tumeshaambiana wote hapa. Mimi, Snatch, Amina kwamba tunaenda kunywa vitu vyetu tuende kwenye hiyo shughuli. Haya mwenzangu, mpaka saizi vipi tena? Yaani shogangu, nikienda nikirudi nitakwambia. Lakini ninaenda kukutana na mtu muhimu. Hivi unajua muhimu? Yaani muhimu sana.
lakini nakuahidi kabisa sitochelewa kurudi, kwa sababu ni sehemu muhimu. Acha tu niende, lakini nakusisitiza ndugu yangu, savana zangu naombeni mniachie. Savana zangu 12 naombeni mniachie. Unajua kabisa huo ndio ugonjwa wangu, shoga yangu. Kwa sasa usijali shoga yangu, naenda, nitawahi kurudi, sawa? Ila maua unakera jamani. Kwani kitu gani muhimu hivyo jamani? Maidia, vipi kuhusu swala langu hili niliyokuambia? Maana hapa nilipo nina hamu kweli ya kupokea mrejesho. Nimefanikisha kwa kweli, nimeongea na kakaangu na hilo swala kalipokea vizuri tu, kafurahi, lakini kaniambia nimvumilie siku 2-3, kuna jambo analishughulikia, then atatuita. Wow, atatuita? Vizuri sana. Hiko ndo kitu ambacho mimi nilikuwa nakitegemea. Na najaribu kuangalia ni jinsi gani nitakapokuwa nimekaa pale na shemeji yangu, tuko pale ananioji maswali yake ya hapa na pale kuhusu dada yake. I say, nimefurahi sana mpenzi wangu. Na kwa furahi ambayo nilikuwa nayo leo, basi mimi naomba tufanye kitu kimoja. Nikuchukue twende sehemu tukapate chakula kwa pamoja, mimi na wewe. Sawa? Kisha rudi nyumbani, tubadilishe nguo, tung'ae. Kuna sehemu muhimu sana nataka nikupeleke. Wewe. Twende. Kuna siku nitapata kweli, oh mama, maisha magumu. Oh, kuna siku nitapata kweli, oh mama, yapo maisha magumu. Kuna siku nitapata kweli, oh mama, yapo maisha magumu. Kuna siku nitapata kweli, oh mama. Kuna siku nitapata, oh mama we, itakuwa tajiri kweli, oh mama we. Uko sielewi. Niki kitaka nani njiani hapa? Naona neema ya Mungu. Hiki kitu kakiweka nani hapa njiani? Yaani njia nzima hii iko tupu, lakini hapa kuna kiti kaweka nani? Au mtu kapita na bajaji kakiangusha hiki kiti? Au kapita na kikeli? Maana nahangaika na force nipate hela yenyewe ngumu, utajiri wenyewe sipati, maisha yangu yashakuwa mabovu. Inawezekana Mungu kaniletea neema kama hivi, yani akishusha tu kiti pap, nikichukua nikakiuze, nipate hela ya kula. Sasa hapa ni kujiongeza. Nilikuwa naenda kwenye misafara yangu, inabidi nirudi nyumbani. Haki hapa tena Mungu kashanipa kweli, neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Tupata kitu. Neema ya Mungu. Kweli zali hivi. Okay. Hii neema kweli ya Mungu. Mke wangu mtarajiwa, leo nimeona nikufanyia surprise moja nzuri sana. Na surprise yenyewe si nyingine, ni hiyo unaiona hapo mbele ya macho yako. Huyu bwana anaitwa Mr. Clyamon. Ni maarufu sana kwa kazi yake hiyo ya kutoa burudani. Kwa hiyo mwana Simba leo akaja hapa ili kutupa burudani, na hiyo tumefanya kwa sababu tu tupo karibu na jambo muhimu sana, jambo zuri, jambo ambalo lenye hekima la kumpendeza Mwenyezi Mungu. Nikaona si haba tukapata burudani siku ya leo. Sawa.
Yaani nimefurahi sana. Nimefurahi sana kukuona. Yaani waga naangalia vitu vyako mtandaoni tu. Ila nimekuona live, kiukweli nimefurahi. Sasa Mr. hebu fanya kitu wewe unapenda basi. Mama watoto wafurahi hapa kidogo, enjoy apate burudani. Tunakuelekea ni kukubwa sana. Tausi mwenye uzuri wa asili, sifurukuti, ameniweza nakili. Nilikuwa maututi, wewe ndo umenisitiri. Tena nakupa saluti na kuvyesha vyeo vya uamili. Kabla kulala nipe chakula changu nilichokizoea. Kwenye msala unapiga mswaki wangu nafuu kunigea. Sina halala chunusi mwili wangu tiba unayonigea. Wendana na mimi wewe, wengine wa nini mama? Wendana na mimi wewe, wengine wa nini? Wewe ndo mwisho wa basi, safari nimemaliza. Sije nitoa kama si machozi ukanilisa. Maana nishakupa nafasi, kwako nimejituliza. Wengine ukiwapa pasi moyoni utaniumiza. Wewe ndo mwisho wa basi, safari nimemaliza. Usije nitoa kama si machozi ukanilisa. Maana nishakupa nafasi, kwako nimejituliza. Wengine ukiwapa pasi moyoni utaniumiza. Wewe ndo mwisho wa basi, safari nimemaliza. Usije nitoa kama si machozi ukanilisa. Maana nishakupa nafasi, kwako nimejituliza. Wengine ukiwapa pasi moyoni utaniumiza. Aisee, ujawahi kuharibu. Umetoa vitu vizuri kabisa, ni mpenzi wangu ameenjoy, si ndio? Kweli bana, nimefurahi sana. Yaani nimefurahi sana kwa kweli. Kweli basi siku yote ukiwa na stress wewe niambie. Mr. Kai yuko wapi? Namrukia hewani. Anakuja hapa nakupa vitu wewe unapenda. Si ndivyo asante sana ndugu yangu. Mara yangu amefurahi sana na ameenjoy. Nikikuhitaji siku nyingine basi ndio itakuwa kazi yako. Sasa poa. Ana shida ndugu yangu. Sina mtu mwingine wote wa kunisaidia zaidi yako wewe mdogo wangu. Nateseka mdogo wangu, naomba nisaidie. Mdogo wangu naomba nisaidie Umi. Darecho, unahangaika sana. Nisaidie. Nikusaidie nini? Mbona sikuelewi uongei? Nikusaidie nini? Nisaidie mdogo wangu, yamebaki masaa machache. Darecho, tulia kwanza. Masaa ya nini? Mbona sikuelewi? Unahahaha, unageuka. Niambie basi masaa ya nini? Unanipa pressure mwenzako. Umi mdogo wangu, nateseka, naomba nisaidie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وأفتح لنا من العلم وسهل حياتنا بالعلم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب القيامة.